Simiyu safi. Mmefurahi? Mheshimiwa mgeni rasmi, waziri wetu wa kilimo Profesa Adolf Mkenda, Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya ndugu yetu Zakaria Gabriel Zakaria, kwa nafasi hii kukupongeza sana mkuu kwa nafasi ambayo ametupatia Mheshimiwa Rais wetu mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan, na hiki ni kielelezo cha wazi kabisa kwamba ametambua kazi unayoifanya, na kwa hiyo kukupa nafasi kama hii tunakupongeza sana. Na ninatambua kwamba kuna viongozi wa aina mbalimbali, waheshimiwa wabunge mko hapa, wengine tumekuwa nao wakati nilipokuwa bungeni, na tunatambua pia kwamba kuna wakuu wa wilaya wengine ambao wamekuja na wewe. Mheshimiwa mbunge wa eneo hili tumekuona ukiserebuka pale, unatimiza wajibu wako. Hii sauti mkuu itaongezeka tu, usio na wasiwasi, itapanda. Na ninajua kwamba kuna wenye viti wa halmashauri, kuna wakurugenzi watendaji wako hapa, na kwa kweli kuna viongozi wa aina mbalimbali wengine wa dini na aina mbalimbali wamekuja hapa. Nipende tu kusema kwamba kwa sababu ya muda itifaki imezingatiwa. Najua tunaye pia mkuu wetu wa mkoa mpya sasa hapa, ndugu yetu Kafulina mheshimiwa, na tumekuwa tunawasiliana, tunajua kwamba naye yuko katika jambo hili na baraka zake tunazo, najua atafika kweli kawa atatukuta. Ndugu wananchi wote wa mkoa huu wa Simiyu na waandishi wetu wa habari ambao wanatusaidia kupeleka hizi habari, mabibi na mabwana, Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Leo ni siku ya Jumapili na kesho kingine hapa tunaishi siku hiyo. Sikia niingiza maneno huko ndani usije ukashanga. Mheshimiwa MC anasema hivi, chukua muda mfupi sana. Mimi nimepewa muda wa saa moja. Kama imebadilishwa niambie kwamba imebadilishwa. Hapa tumekuja hapa kufanya business. Hapa tumemwita waziri, amekuja hapa maana yake tunataka tufanye kitu ambacho watu wakiangalia wanafurahi. Na Mheshimiwa Waziri, tunakupongeza sana kwa jitihada kubwa. Wewe najua ni mbunge kutoka Rombo. Tunakupongeza kwa nafasi yako uliyopata katika Wizara ya Kilimo. Uwe na hakika sisi wote tutakuunga mkono katika majukumu yako, na tutamuunga rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan mkono kwa jitihada kubwa anazozifanya katika taifa letu. Leo tunapozungumza hapa, tunajua kwamba serikali ya awamu ya 6 kama ilivyokuwa katika serikali ya awamu ya 5 imesema tunataka tuwatoe kutoka katika uchumi wa chini kuwapeleka katika uchumi wa kati, uchumi ambao injini yake ni viwanda. Ukisoma historia, ukiangalia mapinduzi ya viwanda yalitokea Ulaya, yalitokea baada ya mapinduzi ya kilimo. Huwezi ukazungumza habari ya kuleta mapinduzi ya viwanda kama huna malighafi. Na pamba tunayozungumzia hapa ni malighafi. Tunamshukuru sana Mungu kwamba ametupa uhai na anatupa serikali sasa ambayo inajielekeza kwa wananchi ili tuweze kutoka katika hali yote tulizungumza. Mapinduzi yaliyotokea Argentina, yaliyotokea Ulaya, yaliyotokea Marekani yalijikita kwanza katika mapinduzi ya kilimo, ndipo wakazalisha malighafi. Asante Mungu, tunapozungumza hapa pamba ndio kilikuwa ni chanzo cha mapinduzi haya. Ukisoma historia utaona kwamba ni pamba ndio ikazalisha nguo na vitu vingine. Na leo tunakuja hapa tunazungumza habari ya uchumi kupitia pamba. Pamba ilikuja kwetu mheshimiwa, imeanzia kule pwani, imeanzia Zanzibar huko, Bagamoyo, Rufiji, ukiangalia imekuja Morogoro, ikatoka ikaenda Shinyanga, imetoka imekuja Mwanza, na sasa tunapozungumza tunalima katika mikoa mingi sana ya Tanzania. Mingine imetajwa hapo. Wale wenzangu ambao walipita waliotangulia kuzungumza jambo hili wamelieleza, na kwa hiyo kunirahisishia kazi yangu. Mimi niseme tu neno la Mungu, nasema shukuruni kwa kila jambo, hata kwa utambuzi huu ambao umezungumzwa na DG wa pamba. Mimi napenda kukushukuru Mheshimiwa Waziri na kuishukuru serikali, wanake katika maisha yetu haya watu wanaweza sambua jambo hilo.
lakini hii mmeliona, nawashukuruni sana, na mimi nalipokea kwa moyo mkunjufu. Kama kazi inaua, safari nitaota kibiongo kwa kazi hii ambayo imetolewa hapa. Tutoke hapa, ukienda katika historia ya jambo hili, waheshimiwa wabunge wetu ambao mnatupigania kila wakati, kilimo cha kwetu hiki kusoma katika literature kilikuwa kinaitwa ni kilimo cha nyuma, duni na cha kikoloni mambo leo. Nitarudia kwa sababu unaweza kufikiri nimebahatisha. Kilimo tulichokuwa tunalima huko nyuma ni kilimo cha nyuma, duni na kilimo ambacho ni cha kikoloni mambo leo. Kitu kinachozungumzwa hapa, Mheshimiwa Waziri, ni kwamba pale Tabora nilipoingia mimi, 94% ya pamba inayozalishwa katika mkoa wa Tabora inazalishwa katika wilaya ya Igunga. Niliwakuta wananchi wako katika hali gani? Wananchi walikuwa wanachukua mbegu, wanarusha hivi, wanasema tutakutana wakati wa palizi. Kilimo hicho ni kilimo cha nyuma sana. Ukitaka kufanya palizi hujui ufanyeje. Kwa kweli watu wanaita hii ni miradi, kwa maana hiyo nilizungumza hapa kwamba tutakutana wakati wa palizi. Kilimo hicho hakiitwi miradi, kinaitwa shughuli. Baada hii hapa shughuli. Na tukaanza kusemana na wananchi. Tunakwenda Manonga kule, tukifika na jamaa cheki shughuli inaendelea. Wanarusha mbegu, alafu wanasema tutakutana wakati wa palizi. Na zao hili tunalolizungumzia, Mheshimiwa Waziri, ni zao ambalo limekuwa na heshima kubwa sana katika taifa letu. Wakati fulani pamba imeongoza katika kutuingizia fedha za kigeni. Wananchi mliokaa mbele yangu leo hapa, hatuna haja ya kukuhubiria hapa kwamba tukifuata maelekezo haya yanayozungumzwa hapa, uwe na hakika kwamba utakula chakula kizuri, uwe na hakika kwamba utavaa vizuri wewe na watoto wako na familia yako, uwe na hakika kwamba utanunua misumari ya bati, uwe na hakika kwamba utafika mahali utanunua sementi, uwe na hakika kwamba utanunua kila kitu kinachohitajika katika familia yako. Wananchi unaonisikiliza hapa, Mheshimiwa Waziri atakuja kuzungumza hapa na bodi imeongea hapa. Tatizo letu sisi ni kwamba tunafanya kazi ndio, lakini neno la Mungu linasema hivi, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa nini? Hatuendi kwenye kanuni zinazosimamia jambo hili. Tuwape takwimu. Argentina na Brazil ambao walishirikiana na TARI katika jambo hili, katika ekari moja binadamu wenzetu wanaoishi hapa duniani hapa wanazalisha kati ya kilogramu zipatazo 2450 mpaka 2500 mpaka 600. Kwa vipimo hivi ambavyo tumesikuja navyo vipi hapa Misri, Afrika, hapa kwetu hapa Misri, ukienda pale wanazalisha katika eka moja wanapata kilogramu 2500. Njoo kwetu, nimekwenda Igunga pale, anafahamu kabisa Dr. Macon Mtunga, tumekuta wanazalisha kilo zipatazo 150, zikapanda sana 200, tulipojitahidi sana zikafika kilo 300. Kwa nini? Shughuli. Na wenzetu hao walioko duniani, Mheshimiwa Waziri, wanatufahamu kabisa, wanajua kwamba tuko huku, wanajua hawa jamaa wakicheza watoto watakufa na njaa. Leo tunapokuja hapa, wenzetu wa TARI kwa kushirikiana na bodi ya pamba Tanzania wakafanya utafiti ambao umeelezwa vizuri sana pale. Dr. Saidia pamoja na kaimu mkurugenzi umeeleza vizuri. Ukasema hivi, hebu tuangalie, hebu tazama, hebu ona, hebu angalia. Ukitoka wewe katika kipimo hiki hapa, ndicho kinachozungumzwa hapa. Kwa sababu mkuu, shida nyingine tunaipata hapa ni sisi tunakuja huku na vipimo metric system, unakuja hapo unaanza kuongeza yadi mita, unaanza kusema CC. Wananchi unawachanganya, hawaelewi kabisa. Wanaona hii CC ndio mdudu gani sana tunazungumza. Waletea hivyo vipimo viko hapo chini mkuu. Niambia ngoja kwanza tuanze na vile ambavyo wanavijua. Hii hapa sentimita 90 kwa sentimita 40. Na sentimita 40 tunazozungumzia hapa ni hizi hapa.
sentimita 40. Usikaa kuumiza kichwa, tuende kwanza mpaka Sokoine University of Agriculture tukajifunze vipimo na nini. Vipimo viko hapa Simiyu hapa Kichwele, mnasema hapa naitwaje? Kigereshi. Afisa wetu gani anakwenda kula anaeleza sentimita, anaeleza nini, wananchi wanapata tabu na vitu vingine kwa namna ile. Hii mpya tunaokuja nayo ni sentimita 60. Na hii tutawachia hivi vipimo hapa. Leo tunapokuja na kipimo hiki kinachoangaliwa hapa, ambacho tutakwenda kukionyesha pale chini. Mheshimiwa, tunakwenda kwenye miche ipatayo 44,444. Hii uhitaji kwenda Sokoine wala kwenda Ukiriguru kwenda kujifunza. Ni jambo tu la kuelewa tu, akili nzuri basi. Na watu wote duniani wana akili. Hakuna mtu asiyekuwa na akili. Hakuna tofauti kati ya akili ya mtu mmoja na mwingine. Wa Brazil, wa Vietnam na hapo. Tofauti yake iko kwenye matumizi. Na ndio maana mtu anakuambia tumia akili. Tumia. Hakuna mtu asikudanganye mtu yoyote. Vijana mlioko hapa mnaonisikiliza hapa, mtafuteni mtu anaitwa Chuck Norris ambaye mnapenda sana habari zake kuzisikia. Film actor mashuhuri duniani. Lakini alianza kama tahira. Leo tunamtaja hapa Simiyu. Tumia akili. Hebu sema akili. Hebu sema akili. Hebu sema nyinyi mnaonyamaza hamtaki kutumia akili. Unapata miche ipatayo. Kwa maneno mengine, tukienda na hiyo shughuli hapo ilipo tu, hujaweka mbolea, hujanyunyuzia, hujapalilia, hujapunguza, una hakika kwamba itakwenda mara mbili. Na wastani tuliokuta sisi Mheshimiwa Waziri ni wastani wa kilograms 300. Kwa hiyo 300 ukizidisha mara mbili, kwa sababu miche imeongezeka kule imekwenda mara mbili. Na huku nako tunategemea kwamba tutaongeza mara mbili. Kwa hiyo tunahakika kwamba tutakuwa na kilograms zipatazo 600. Bado hatujafikia lengo tulilozungumzia. Leo tunapozungumza hapa Mheshimiwa, wewe tani unazozalisha kama wizara kwa maana nchi nzima ni tani zipatazo 500,000. Na leo katika projections zako unataka upate tani zipatazo 1,000,000. Unafanyaje ufike hapo? Kwanza, hii habari iliyozungumzwa hapa, watu wanaweza kutusikiliza hapa kwa hivi, lakini kwani haya maneno yanayosemwa na waziri, yanayosemwa na bodi, yanayosemwa na hao wote wanaozungumza, mbona ni maneno ambayo tumekuwa tunayasikia kila wakati? Na leo tunataka tuseme nini kipya katika kipya kinachokuja. Hicho ndicho tunataka kueleza. What is new in the new deal? Hiyo. Na kizungu najua kidogo jamani, msio kwamba ni hivi. Sasa wao nini kipya katika jambo hili? Kipya katika jambo hili ni kwamba tutakapoona kule chini, tutaondoka katika upana ule, tutakwenda katika upana ule. Upana huu unaozungumzwa hapa Mheshimiwa Waziri, unakusaidia katika management ya mazao yaliyoko pale. Ukitaka kupalilia nitaonyesha jinsi ya kupalilia, utafanya hivyo. Ukitaka kupunguzia nitaonyesha. Ukitaka kufanya palizi, utafanya palizi, nitaonyesha palizi za ajabu hapa ambazo hazieleweki kwamba hii ni palizi au ni kitu gani. Unapata kwa. Haikuathiri, tulikwenda Ukiriguru, tumekaa nao, tumezungumza nao. Tumekwenda kote mpaka Chato tumekwenda. Tumekwenda maeneo mbalimbali katika Tanzania ambapo zoezi hili limefanyika hapa. Na hakuna mahali popote kuna mkulima anasema hivi, saizi hii imekuwa ndogo mno kiasi ambacho sasa mimi nashindwa kupalilia au nashindwa kupiga dawa au vitu vingine bana. Kwa sababu ya muda. Kwa sababu hata wewe wenyewe ambao nimesema nimeruhusiwa unaweza kaisha ngapi inatosha. Twende mbele zaidi. Haikuachwa ijilime yenyewe, ilitungiwa na sheria. Sheria ambayo ilipitisha wizara yako ya mwaka 2001, sheria namba 2. Sheria hiyo ambayo inasimamia sekta ndogo ya pamba imeweka kanuni 10 ndani yake. Kanuni hizo wizara yako ilipitisha mwaka 2011 ambazo zinatawala namna ya kuisimamia hiyo sheria ambayo nimeitamka hapa. Kwa hiyo tukienda katika field, tukifika mle ndani, kazi tunapoenda kufanya pale si kazi ya kusema fanya tu ni fanya sheria inasema nini. La kwanza, inamtaka mkulima akishavuna pamba kama hivi tunavyovuna,
ang'oe maotea yote na masalia yote yaliyoko katika shamba, ayaweke katikati ya shamba, ayapige kibiriti. Najua Ukiriguru wamepiga hatua kubwa, wanazungumza hata namna ya kutumia magugu haya pamoja na masalia haya kwa ajili ya kutengeneza nishati kama inafanyika kwenye magunzi na vitu vingine. Lakini mimi nazungumza sheria ndivyo inavyosema. Kule nyuma tunazungumza tukaelezana, lakini tutaelewana vizuri. Nasema tulichofanya sisi Igunga, na chupa zilitumika hizi, mifano yake ilikuwa hii na kila kitu. Unachoma moto. Kwa nini unafanya hivyo? Unafanya hivyo kwa sababu usihamishe wadudu kutoka msimu mmoja kupeleka kwenye msimu unaofuata. Pamba inashambuliwa sana. Nilikuwa nataka kulima pamba Sikonge, sheria inakataa. Leo utahamisha mdudu aliyetoka Zambia yule amekuja mpaka maeneo ya jirani kule Tabora. Watakuja utawakuta wamefika Tabora, wakishingia Tabora, uona hakika kwamba utawakuta Simiyu, utawakuta Kahama, utawakuta maeneo yote, na kazi ya kumdhibiti mdudu ni kazi ngumu sana. Gharama zake ni kubwa, hata hii faida tunazungumza hatuwezi kupata. Kwa hiyo tukafika mahali tukasema kwamba choma maotea yote, choma takataka zote. Ukimaliza unaanza kuliandaa shamba lako, na ndio maana imetamkwa hapa kwamba tumaliza kazi hii tunaingia shambani. Unaweza kutumia jembe la kukota kwa ng'ombe, unaweza kutumia mkono, lakini sasa tunakwenda kwenye teknolojia ya kisasa zaidi, kwa sababu wale niliowataja wakubwa, moja ambalo wamekwenda nalo vizuri, wameimarisha utafiti, lakini matumizi ya mbolea, na pili kusimamia hizo kanuni ambazo nitazielezea hapa. Kwa hiyo unavuruga shamba lako vizuri, ukimaliza unachukua mbolea samadi ile ambayo tumetoka tusaidia sana pale kutuonyesha jinsi ambavyo inatumika. Ukitumia samadi ile, na bahati nzuri wananchi wetu hao waliokaa mbele yetu wote ni wafugaji, wote ni wakulima. Mheshimiwa, haya mambo tunazungumza hapa achana hata na hiyo urea. Mimi nasema kabisa sio kwamba nataka kusema tuiache urea na vitu vingine zilizotajwa, lakini wananchi wetu hao, na pale Igunga tulifanya, wakichukua ekari 3, ekari 2 wakatumia tu mtindo ule ambao walikuwa wanautumia, lakini wakiingiza hiki kipimo ambacho tumekisema hapa, uona hakika kwamba mapinduzi yatatokea makubwa kujapata kuona. Hapa tunachozungumza ni kwamba tunawaomba wakulima mtukubalie kwamba katika eka 3 wala eka 1 utumie vipimo vyote jumlisha na kutumia samadi. Samadi inafanya mambo mawili makubwa. Kwanza, inarutubisha ardhi, kwa hiyo mazao yanasawa vizuri, lakini pili, ardhi kama ina mbonyi na udongo huu ambao una samadi, unahifadhi unyevu. Hebu sema unyevu. Yeye mnaambia mjibu mnataka kwenda kwenye shughuli nini? Sasa hivi tunazungumza habari ya miradi. Simiyu hoye. La 3 ambalo tunatakiwa kuzingatia. Uruhusiwi ukachukua wewe pamba ukachanganya na bamia na viazi vitamu na mhogo humo. Uruhusiwi. Unasema uruhusiwi. Ukienda pale kama unataka kulima mhogo, lima pembeni, lakini hapa katikati lima pamba yako. Mantiki yake ni hii ifuatayo. Mahindi yanakuwa marefu, na mahindi yakiwa marefu, pamba inafika mahali inaachwa chini. Kwa hiyo panaingia pale kivuli ambacho kinadumaza kukua kwa pamba. Kwa hiyo ukienda mpaka mnapovuna mahindi, hii pamba imeshadumaa, vitumba vilivyokuwa 30 vinabaki 5. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hili jambo hili tumekubaliana tutatumia lugha nyepesi kabisa. Mheshimiwa, najua kichwa chako kimejaa mambo mengi. Huyu ni profesa, amekwenda chuo kikuu, amesoma mpaka vitabu vikasema shikamo. Vitabu vikasema shikamo. Mtu mzuri kabisa, wala sina tatizo na yeye, uelewa wake ni mpana. Nakushukuru. Watu wenzetu wakipata watu wa sampuli, unampata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama Mama Samia Suluhu Hassan. Watu kama hao waliokaa hapa walikuja kufanya presentation hapa, wakiwapata wanawatumia kama shoka. Unajua hapa sasa hii tumepata fursa. Tumsaidie waziri wetu, tumsaidie rais wetu, tumsaidie kuondoka hapa tulipo, twende hatua kubwa zaidi ya kilimo. Na hili jambo wananchi, ni jambo la kuelewana tu hili. Hili jambo hili tunasema kwamba nenda hakikisha kwamba unakwenda unalima shamba lako, unaweka mistari kama tulivyosema. Watu hawatumii mistari mno. Nimekwenda pale wanarusha kama nilivyosema.
Kwa hiyo tukasema kwamba tutakwenda waonyeshe sasa kipimo hiki kipya, wanaweka mstari pale wanamaliza. Sasa hii samadi tunawekaje? Samadi walikuwa wanakusanya. Hawa wazee wangu wa Kisukuma, mimi nimekaa nao kwa maana tulikuwa tunakutana mara kwa mara. Wanakuja pale Igunga, tumekaa tunazungumza. Wanaimwaga tu mle ndani. Ukimwaga mle ndani upate hicho unachotaka sana. Na ndio maana msemaji mmoja alizungumza, nafikiri saidie huyo. Anasema kwamba weka mstari vizuri. Sasa tunazo mashine hapa wataonyesha vizuri jinsi zinavyofanya kazi. Si tu kwamba zitasaidia katika kuweka mstari, zitatusaidia pia kuonyesha kitu mnachoita palizi. Niende haraka kidogo. Ukishamaliza unachukua punje zako. Ziko nyingine deleted, nyingine haziko deleted, haina neno, mradi ni bora. Wanatoa wakati tulikuwa tunatoa sisi, tulikuwa tunatoa Qton wakishirikiana na bodi, tukawa tunazipata. Wanaendelea nao msijui. Ninachozungumza mafunzo hapa ndio natoa. Na hii kazi mkuu, mimi nataka kuonyesha kwamba ninaimudu. Ili mimi nikaifanye huko. Wewe katika mazingira ndio nao unafikiria kini shida ya mambo itakuwaje sasa, itakuwa shida hapa. Kwa hiyo kanuni ile inayosema kwamba hakuna kuchanganya mazao. Nani? Ile kanuni ya kwanza iliyoanza nayo ile ya kuchoma magugu ile inatamkwa ndani ya sheria. Yaani kwa maneno mengine hapa, mkuu wa wilaya alikuja hapa na wenzake walikuja hapa, ukikuta mtu hafanyi hivyo, sukuma ndani. Ndio kinachosema, ndio ujumbe. Na hizi kanuni ninazozieleza hapo. Baada ya hapo, punje zile kama umeweka 4-5 zinatakiwa zibaki 2-2. Hebu sema 2-2. Hebu sema 2-2. Na ndio maana tulipokuja hapa, mmeona tumerekebisha kidogo, tumeweka 2-2 kwa sababu hatimaye unatakiwa ubaki na 2-2. La sivyo kuweka 1-1, hiyo idadi tuliyosema toa nusu. Nusu itaondoka. Kwa hiyo ukishaweka siku 14 zikishapita, kanuni inakwambia hivi, utapunguza ile miche. Ile miche isipopunguzwa, miche hiyo ambaye hatimaye utakuja kupunguza inageuka inakuwa magugu. Kwa hiyo inakula chakula cha mmea ule ambao utabaki. Ndicho tunachosema hapo. Tukaenda, tumemaliza, tukawa tunapunguzia. Hatari unayoipata Mheshimiwa Waziri ni kwamba kama hutapunguzia mapema, utashangaa kama ulitumia samadi, unaona miche yote inakuwa mizuri, alafu baadaye unaingia tamaa. Unaona sasa hii michango, huyu waziri bwana achana naye, mkuu wa mkoa achana naye bwana, unajua mtendaji bwana wanasumbua na extension, tutaendelea hivyo. Unarudi kwenye shughuli ile ile. Sasa miche hii ikisongana pale, hutapata haya matokeo tunayozungumza hapa. Ukimaliza kuacha miche miwili, kazi yako inayokuja tena, kuna hatua inayozungumzwa katika kanuni ya kufanya palizi. Nitaonyesha jinsi ya kufanya palizi. Palizi ya hapa mzee inafanywa hivi kwa kuparua hivi, kurudisha kwenye mstari. Hapa kwenye mmea panaachwa hivyo. Maana ile supu yote ya mbolea na nini yote inapelekwa kule kwa sababu ya namna tulivyokuwa tunafanya huko nyuma. Kitu ambacho namshukuru Mungu hata sisi tulipopita sasa hivi hatua hiyo tumemaliza, tumeipita. Ukimaliza hapo, sasa linakuja swala la kunyunyuzia. Kuna duduba, dudul, kuna kareti, saizi sijui mnatumia gani, mtatoa maelekezo tutajua kitu cha kufanya. Na hii nayo imekuwa ni shida. Kwa nini? Kwa sababu wakati mwingine watu wanakwenda kule wanazungumza habari ya CC, wanazungumza habari ya vipimo ambapo mwananchi anashinda kuendelea. Vifuniko hivi tunavyotumia na michirizi iliyoko kule ndio tulitumia sisi kuonyesha kiasi cha dawa kinachohitajika. Mkuu hapa watu wanaweza kachukua chupa nzima ya kareti akamwaga kwenye ndoo ya lita 20. Matokeo ya gani? Akirudia mara 2 mara 3, wanafika mahali wale wadudu wanaotesha kitu kinachoitwa usugu. Na usugu ukishaingia pale, piga dawa. Ukileta hizo dawa, wanakuambia mzee, hii dawa mlioleta hapa ni fake. Mbona hao wadudu wanaonekana wanaota kitambi? Wanakwenda na nini? Lelelele atilele na meno kibaa. Tukachukua hapa wataalamu hao, tukamwambia twendeni tukaangalia. Tulikwenda kuangalia, tukakuta tunamwambia mzee, hebu tuambie unafanya fanyaje? Anasema mimi namchukua kijana wa kibarua. Kijana wa kibarua anayechukuliwa na yeye ana shamba lake huko. Kwa hiyo akipiga hii, anapiga nusu. Kwa maana ile dawa wala haiacha alama. Itakachokuachia kuachia wadudu ambao wanaota kitambi. Wanamaliza na kweli. Yule kijana anakata huko anakata huko. Yale vikopo vile viko vingi tu hapa Simiyu. Watu walitumia hizo dawa dudu wall na nini na kale tu ziko tu. Anamimina anaweka, akimaliza anafukia kama inavyosema sheria na taratibu, anakwenda zake. Anakuja yule mzee anakuwa wadudu wako pale. Hiyo ya kwanza. Ya pili ni hiyo ninazungumza ya kuotesha usugu. Ya tatu ni kwamba vipimo vile havizingatiwi.
Ukifika mahali mimi walikuwa wananiambia hii dawa mleleta ni fake, na wao fake ni wewe ambaye ukusikiliza vizuri. Ngo eneo hilo linaita kutakuwa kuna bomba zitaletwa na idara na bodi ya pamba imeandaa utaratibu mzuri ambao utasaidia. Wakati huu tunaozungumza sasa, kwa wakulima wetu hao wanajua kabisa kwamba kinachofuata baada hapa sasa ni kuanza kutarajia sasa kuvuna. Umepiga dawa, lakini dawa inapigwa kwa masharti yafuatayo. Upigi dawa mpaka uone kwamba kuna dalili za wadudu mle ndani. Mkulima nisikize vizuri. Kama hakuna dalili zozote za wadudu mle ndani, usitumie dawa hiyo. Kwa nini? Kwa sababu uende dawa wadudu pale hawajafika na nini? Huna haja, utaoteshe usugu pale. Na usugu ukiingia pale watazoea na wadudu na ile dawa pale. Matokeo yake upate kitu chochote. Anamaliza, anakaa, anaona. Kama akiona kuna dalili za wadudu, anaanza kutumia dawa zile ambazo zitakuwa zimeainishwa. Na dawa hizi wanaoshirika mlioko hapa mara nyingi sana waziri anataka zipitie katika ushirika. Kule kwangu mimi wakati nikiwa mkoa kule walikuwa wanachukua wanapeleka kwenye maduka ya watu, mimi nikipiga napiga bangili sukuma ndani. Sasa siku hizi mimi sina tena uwezo wa kusukuma ndani. Uwezo wangu mimi nilionao ni wa kuchongea. Huyu tumemkuta na dawa. Sasa mimi Kafurira hii naeleza vizuri kwa mbele safari. Kabisa ndio kazi nilionao mimi hapa, kuchongea kuzuri, sio kuchongea kule unambambikiza mtu kosa. Hiyo sifanyi. Kabisa niangalie macho yangu na niangalie midomo yangu. Lakini nitashauri sukuma ndani. Ushauri ni kitu ambacho kinaletwa kwako ili ufikie maamuzi sahihi. Wewe waziri sikuleta wako kila atavuka mpaka huko kwako, wewe unajua utakufanya na wao. Ukimaliza hapo umenyunyuzia, umefanya kila kitu. Sasa unaanza kujiandaa kwa ajili ya kitu kinachoitwa kuvuna. Hebu sema kuvuna. Pamba imepambwa kama bibi harusi mheshimiwa. Kama una pressure hivi na umezingatia kanuni zote hizi, unafika mahali una kisukari hivi, tembea katika shamba lako la pamba wakati imeshazaa. Utaona maua yamekaa vizuri kama hayo ambao wamekuwekea wanasimio hapo mbele yako. Unafurahi. Unaweza kusema mimi sasa nabadilisha miondoko. Ukiulizwa unalinga nini, nasema angalia shamba langu la pamba. Angalia shamba langu. Na mke wako naye analima. Tena mama akienda kule havai tena kanga zile za kufunga hapa. Anafunga zile za hapa pembeni. Akiulizwa mama unajai nini, anasema pamba. Hebu angalia kama pamba yetu inavyoendelea kule shambani. Anaweka zake hapo. Anajidai. Na hapa duniani hapa mzee Mnawi alituambia kama una mjomba jijombeze. Kama watu hawakusifu wewe unasema mimi na mke mzuri na watoto wazuri na shamba zuri la pamba. Kwa hiyo unataka sasa nenda kaangalia. Akiangalia kweli kuna uhalisia na hicho tunazungumza hapa. Pamba. Hebu sema pamba. Pamba hii tunazungumza hapa wazee. Imewahi kufika mahali ukimuuliza mtu ulinunua lini ng'ombe, anaambia wakati wa pamba. Ulijenga lini hii nyumba yako, wakati wa pamba. Lini ulinunua hii pikipiki yako, wakati wa pamba. Pamba inageuka inakuwa mkombozi. Ndicho tunachokutafuta. Ukimaliza unaanza kuandaa mali. Pamba haivunu tu hivi. Mheshimiwa, tunakuja na pendekezo kwako. Pale ambapo ardhi inaonekana ni nzuri, ina rutuba nzuri, hata wakulima wenyewe wametushauri kwamba tusiwahi sana kupanda. Tucheleweshe kidogo. Sawa zile za unyevu na nini na vitu vingine nimeeleza. Na kule ambapo kunaonekana ni kichanga, turudi nyuma kidogo, tuone jinsi ambavyo tunaweza kuanza mwezi wa 11. Kwa kawaida tunaanza mwezi wa 11 tarehe 15. Sasa hili ni jambo la kiutafiti, litategemeana na eneo na eneo. Kwa hiyo hii tunaokwenda nayo ndio ambapo tunaamini walio wengi wakitumia hii itasaidia. Kwa hiyo kuna haja ya kuangalia wizara, na huu ndio ushauri wangu na bodi, kuona jinsi ambavyo wakulima hata wasaidia. Kuna wakati tumefika mahali mimi nitaka kushikwa na ugonjwa wa moyo. Anakumbuka mtunga, anakumbuka. Pamba imekaa imepanda hapo, imejaa kila mahali, na nje imerudikwa pale mvua zinanyesha. Unasema mama yangu. Na ikikaa siku 3 tu hivi imekuwa mbolea. Na hakuna kitu kinachomuudhi mkulima. Acha habari ya bei. Kama kuona ametumia nguvu yake yote hiyo na ile pamba pale imeoza, hakuna kitu tena. Inamuudhi hujapata kuona. Anafika mahali ukimweleza habari ya pamba hataki kusikia. Anakosa job satisfaction. Yaani kwamba mimi nimelima pamba yako hapa. Kwa sababu yule mnunuzi wa pamba atalipa ile tu ambaye alikwenda nayo kwenye jina. Hii nyingine alipi. Katika hili ushauri wetu ni pamoja na kuona, kwa sababu hii kitimtimu kinachokwenda, Mheshimiwa Waziri,
uwe na hakika kwamba hii habari itakuwa. Hebu semeni itakuwa. Na kwa kuzingatia na kwa ushirikiano tunaopewa na wizara na wadau mbalimbali kama nitavyoeleza, uwe na hakika tutatoboa. Hiyo uwe na hakika. Unaweza ukaanza kubadilisha miondoko hapa waziri, uliza nimepata assurance kutoka kule Simiyu kwamba hii Simiyu yenyewe hii Simiyu tumeitoa hii, tumeipeleka kwenye tani zipatazo 500,000 Simiyu. Kwa sababu Simiyu ndiye Brazili wetu, ndiye California wetu. Simiyu tukipeleka 500,000 bwana, hizi nyingine 500,000 zilizobaki ambazo tunakupeleka kwenye milioni, tunapeleka kwenye mikoa mingine: Shinyanga, Mwanza, Kigoma, Tabora, Lindi na Rukwa, Katavi kule na maeneo mengine ambayo wanalima pamba. Yaani hii kitu hii tukisimama nao vizuri tunasukuma kama vile unasukuma mlevi, alafu inakwenda. Lakini lazima tufike mahali tujue tunafanya fanyaje. Mnisikize vizuri wananchi, tunachowaomba hapa, wakati unapojiandaa kwa ajili ya kulima pamba yako, wakati unapojiandaa kwa ajili ya kuivuna, hakikisha kwamba umefanya maandalizi ya kutosha. Kwanza nyumba au store ambayo utaweka hiyo pamba yako. Andaa maturubai. Wakati mwingine mkulima anakuwa na pamba nyingi, amezalisha, imebaki kule shambani, anatakiwa afunike mvua ikinyesha isije kaharibu. Palipita kizungumkuti hapa mheshimiwa waziri, watu wanafika mahali wanasema liwalo mnaliwe. Anachukua udongo anaweka ndani, anachukua magunzi anaweka ndani, anamaliza anachukua mchanga anaweka, kisa na mkasa anataka kuongeza kilogram. Inakwenda kule kwa mnunuzi. Ikienda kule kwa mnunuzi ikienda ikikata zile kamba na yale mamikanda yaliyoko katika mashine pale, yeye anaihesabu kwamba ni sehemu ya gharama za uzalishaji, na mtu wa kumlundikia hiyo gharama ni mkulima. Mnisikize vizuri wananchi, sisi hapa tukizalisha pamba hapa ikawa nzuri, yenye ubora mzuri hapa, wana hakika watu wengine wanaambia kaa chini mpaka tununue pamba yote ya Simiyu. Kizuri tajiuza, kibaya tajitembeza. Mwenyewe wote hapa mnajua Kiswahili. Unakaa kwa cha kwanza ubora wa pamba. Ile habari tulikuwa tunapata hapo, unakuta kuna piramidi zimekaa hapa na michanga na nini, ni habari ya hapo zamani za kale. Unakuta watu wanaofanya namna hiyo, watu wetu wa ushirika mlioko hapa, hapo ndio mnatakiwa msimame imara. Kwa hiyo tunategemea kwamba si tu kwamba tutaongeza kiasi cha pamba kinachozalishwa, tutaongeza na ubora wake ili tuweze kumarket zaidi. Ukienda Japani, mheshimiwa waziri, hawakuuliza umepata faida kiasi gani, wanakuuliza umekamata soko kiasi gani. Hawaulize how much profit have you made, wanasema how much market have you captured. Tutakwenda kucapture market. Wananchi mnaonisikiza hapa, hata kama bei ya shilingi 1,310 itabaki pale pale, wingi na ubora wa pamba yetu ukiongezeka, uwe na hakika kwamba maisha mapya yatazaliwa ndani ya Simiyu na mikoa yote iliyoitaja. Kwa nini? Idadi na kiasi kinachozalisha kitaongezeka, na kinaongezeka katika mazingira haya ambayo nimesema. Kwa hiyo ni pamoja na kuwa na kwama, pamoja na wheelbarrow na vifaa vya kusafirisha kupeleka kule nyumbani, na wakitoka hapo wanakwenda sasa wanapeleka katika maeneo yale ya kuuzia. Maeneo labda nisiwachoshe mheshimiwa, ambayo yatapewa msisitizo mkubwa. La kwanza ni hiki kipimo kipya kilichozungumzwa hapa. La pili ni matumizi ya mbolea hasa samadi. Itakuwa ni kutumia extension officers wetu na wote wanaojifunza mambo ya kilimo waende wakatusaidia kufikisha elimu hii kwa wananchi. 4, tutachukua kamba hizi na vipimo, naomba hivi vipimo vilioko hapo waandishi wa habari, hivi hapo vilivyoka hapo, vyote tutagawanya kwa vijiji vyote mheshimiwa waziri. Tutahakikisha kwamba wanachukua vipimo hivi. Tutakuja hapa saidia, utakuja kunisaidia kuonyesha jinsi ambavyo vitatumika katika kupata vipimo hivi. Ni kazi rahisi. Na kamba tutagawanya kwa maeneo yote yanayozalisha pamba hapa Tanzania. Wote watapata kamba, wanapewa kamba. Watu tumecheki na watu wangu hapa wa bodi ya pamba, tumesema tufanye kazi hiyo. Kwa hiyo tutakwenda, iko mashine ambayo pia itatusaidia katika swala la palizi. Badala ya kutumia mkono, mashine hii itaonyesha jinsi ambavyo tunaweza kutumia palizi na ikafanya vizuri kwa kutumia jembe la kukuta kwa ng'ombe. Ndugu zangu, labda nieleze kitu moja ambacho sijakisema hapa, alafu nimalizie.
mnisikize vizuri. Tunapokwenda kufanya kazi hii, shida yetu sisi ni kwamba kwa kilimo kile cha zamani hatuzalishi kitu kinachoitwa ziada. Unaweza ukatoka na jasho ukafanya haya mambo yote tunayofanya hapa. Hatufiki mahali tukafanya hili jambo tunalozungumza likawa ni kanuni ya siku. Development, Mheshimiwa Waziri, ni surplus. Maendeleo ni ziada. Kama unazalisha, mmekula, mmekunywa, mmevaa, mmejenga na nyumba, sahau habari ya maendeleo. Sahau waheshimiwa wabunge wetu tunawapenda ambao mmetetea bajeti vizuri sana. Tusaidie. Hapa tukienda sisi wote tulikuja hapa. Tukatumia sisi maimamu, mashehe, wachungaji, maaskofu. Pale Tabora pale nilikwenda pale kuna Dr. Isaac Kisiri Laiza, askofu wa Dayosisi ya Magharibi Kati. Pale kuna mzee wangu Ibrahim Mavundu. Yeye ndio shehe wa mkoa. Nikaenda nao. Niwaambia nisaidieni kufikisha huu ujumbe kwa wananchi hao. Wakisema wale, usiwe kufikiri ujumbe unakwenda kama ninavyopeleka mimi. Ujumbe unaopelekwa, na kama unabisha, unayenisikiliza, Mheshimiwa Waziri, nenda kamsome mtu anaitwa Chasta Banani. Chasta Banani anazungumza habari ya namna unavyoweza kutumia jamii inayokuzunguka, walioko wadau wa aina mbalimbali katika kufanya mambo yako yale ya administration katika formal sector. Anazungumza habari ya the role of the informal sector. Sasa huko tusiende kwa sababu tulishasema tusitumie maneno ambayo yatawachanganya. Kama kuna mtu amekaa kijijini ni mstaafu, atusaidie katika jambo hili. Mheshimiwa Waziri, wako vijana wamaliza Sokoine University of Agriculture. Wako wamekuja huku, wengine Ukiriguru. Hawana kazi. Halmashauri zetu zinapata asilimia kati ya 2 na 5, sijui zimefika ngapi sasa. Waheshimiwa wabunge wangu. Lakini najua kwamba kuna pasenti inayokwenda kama gharama ambazo zinalipwa kwa ajili ya ushuru wa mazao, wanaita produce cess. Halmashauri zetu tusaidieni katika jambo hili. Tusaidieni kuona kwamba produce cess inarudi katika production unit. Nene mkamsome mtu anaitwa Lenin. Anasema kama mnataka kuendeleza kilimo chenu, rudisheni kile mlichokipata mkakirudisha. Sasa wenzetu watu wanafika mahali wanazila zote zile, hawaongezi eneo, hawaongezi ng'ombe, hawaongezi pembejeo. Sisi tumesema kwamba tutapeleka pembejeo hizi ziende kwa wananchi, lakini tutatumia hao watu watusaidie. Kama kuna askari yuko hapa, ni mkuu wa polisi wa wilaya, au kama kuna mtendaji wa kata, au diwani yuko hapa, au ni mwenyekiti wa kijiji, wakienda wote wakifanya kama tulivyofanya hapa, hao wanakuwa ni role models wetu. Watasaidia sana katika kuleta mapinduzi ya kilimo. Na mimi huko nitakapopita nitakuwa na kaeka kamoja ambako na mimi nitataka nihusianishe nako ili au nusueka ili nitumie vivimo, wakipita na mimi kama nikuchekwa nichekwe. Tutafanya hivyo. Mheshimiwa, naomba nieleze jambo moja ambalo linakuhusu sana. Hii kitu yote hii unazungumza hapa, watu watakuuliza kibebeo chake ni nini? Utafanyaje? Unaishi wa ushirika ambayo inahusu moja kwa moja. Hii kitu yote tunazungumza huwezi kuifanya, hao wananchi hao hawezi kufanya kazi hii kama hatawekwa katika ushirika. Ushirika ni utaratibu ambao unaunganisha watu wanyonge ili waweze kukabiliana na masuala makubwa ya pembejeo, bei na vitu hivi. Nje ya ushirika, mahusiano ya uzalishaji mali ni magumu sana. Na nitaeleza kidogo nimalizie. Watu walioko katika ushirika, kwanza wanaofanya maamuzi pale ni watu wachache sana. Hao watu walioko hapa, wote kama analima pamba, tulisema moja kwa moja hao ni wanachama wa chama cha ushirika, kwa maana AMCOS, chama cha msingi. Mkuu hapa mimi Igunga pale nilisukuma ndani 17 katika vyama vya ushirika. Wanakaa, wanakwenda, wanazungumza na wanunuzi, wanapokea hela, wanakuja haraka kule kwetu tunakotoka wanaita mngururu, yani moto ule wa kupata hela na nini. Wakafanya pale, matokeo yake unakuta pamba inakwenda inauzwa mpaka 700 mpaka 600. Kisa nini? Hao wote unaoona hapa walio wengi hawako katika ushirika. Mkuu, mimi kazi yangu ni kukushauri. Sauti hii mimi siwezi kugombeza, ni msisitizo tu. Lakini nataka nikwambia hayo yote tunaofanya hapa, kuna mtu anayesema na Dr. Mkenda amekuja hapa sasa tumeula. Mambo yetu ni bamba. Wanisikiza vizuri mkuu. Wako mnge wamekaa pembeni namna hii. Wanajua hii kitu.
issue ya ushirika bahati nzuri inakubalika katika mazingira ya kibepari, inakubalika katika mazingira ya kijamaa. Kote kuwili wanakubali. Kwa maana ni mifumo ambayo inakubalika. Hawa wenzetu mabepari wanakuwa wanatengeneza cartels na nini, wanatengeneza mashirika makubwa ambayo yanashirikiana kukandamiza hao wenyewe. Hapa kinachotokea hapa, hawa wananchi walioko hapa watalima pamba kama tunavyosema hapa, nina hakika watafanya hivyo. Shida itakuja wapi? Hawako kwenye ushirika. Ule ushirika una pale ni kikundi cha watu tu kimejikusanya, kimekaa pale, na najua wana ushirika kwa alikuwa sasa alikuwa anaongea vizuri, sasa anaanza kuharibu. Mimi nimekuja kuharibu hapa. Nikwambie mkuu kabisa, katika ushirika mkitaka mwajibishe wale walioko katika shughuli zile za utawala, hakikisheni kwamba wote mnajiunga na ushirika. Malipo yafanyika katika ushirika. Pembejeo zipatikane katika ushirika. Mauzo yafanyika. Gabriel, ndugu yangu, usimama hapo. Ukisimama hapo, nataka nikwambie hizi wilaya zinazotoka katika mkoa huu wa Simiyu hapa, mtafanya maajabu. Utashangaa wakuu wa wilaya na wakuu mkoa wanabadilisha muondoko. Kisa nini? Pamba. Tumelima pamba. Mimi naomba nimalizie. Huo mkutano ni wako. Nisije nikakukosea heshima na adabu, nikaonekana mtu ajabu. Sasa utasema balozi, unafanya jambo, nimeshakushukuru na shukuru. Itakuwa kwaje sasa? Nimetaja wengine ni maacha hapo na nini, msamehe bure. Unafanyaje hizo pembejeo zitakuja? Na habari ya kuwahisha hizi dawa, na mkuu, naomba nikwambie tu na nikushauri kwamba tuwahishe. Huku walikofanya vizuri kote ni kule ambapo waliwahisha pembejeo. Pembejeo unajua inachukua yote ile, yote vinavyohitajika nani. Kote kule ambapo walipeleka. Na watu walioko katika ushirika baadhi yao walifanya vizuri sana. Kwa hiyo sio kwamba hatuna mfano, na tunachukua nafasi hii kuwapongeza sana vyama vya msingi, vyama vya ushirika ambavyo vilifuata maelekezo yao na wakafanya kama tulivyozungumza hapa. Sasa tunamalizia kabisa. Itakuwa kwaje sasa? Mimi nitakwenda. Nikifika nikiona kwamba watu hawafanyi, na kabisa majina ya watu wote ambao wamekwenda kinyume na kanuni zilizozitaja na sheria kwa mwenyekiti wa kijiji. Wala simsumbui mkuu wa wilaya kwanza. Wala simsumbui mtendaji wa kata. Wakishindikana natoka kwenye kijiji na kwenda kwenye kata. Na kama kijiji hicho hakikufanya, nitakachofanya mimi hapa ni kuhakikisha kwamba naweka na jina la mwenyekiti wa hicho kijiji na orodha ya wale watu ambao hawakufanya kama nilivyosema. Na kuna watu najua watakafanya. Wanachofanya wakijua kwamba mkuu akija hapa, kwa maana atafulia, akija hapa Gabriel, si anapita barabarani. Sisi hatutakwenda barabarani kwa sababu wanajua tutaona. Wao wanakwenda kulima hiki cha ovyo, wanakulima kule boteni. Safari hii mzee, nimevaa overall. Nitakuwa natoka na teremka na anzia kule bondeni kuja huku barabarani. Huku na buti nimevaa hizi hapa, wala hainibisha. Na meabuli na kila kitu. Tutakuwa kazi yangu mimi kuchongea. Nikitoka hapa nakwenda kwenye kata. Kata diwani ndiye mwenyekiti wa kamati ya maendeleo. Kata mwenyekiti wa ulinzi na usalama ni mtendaji wa kata. Kasome ibara ya 148, 145, 46. Nenda kaziangalie. Katiba inasema hao na wataja hapo. Wote hapa. Kwa hiyo nikitoka kwenye kata, nikikuta hakuchukua hatua, napanda hapo juu kuna afisa tarafa. Afisa tarafa ni msaidizi wa mkuu wa wilaya. Wala siende kumsumbua Gabriel. Mzee, majina haya hapa na wenye vitu wa vijiji ambao kufanya hao hapa. Anachukua. Sasa nikikuta na tarafa naye kufanya, nachukua majina yote na bandika na jina lake kuchongea na kwenda kwa Gabriel. Kwa maana mimi sina mamlaka na baraka ulionao. Ndio maana wakuu wa wilaya mmeitwa hapa na wakuu wa mikoa mmeitwa hapa na wabunge mmeitwa hapa. Mbunge ukifikia haya malengo hapa, uwe na hakika mwaka 2025 unapita hapa. Unapita. Watasema tulimwona mbunge wetu anafanya gani? Nimaliza hapo ikishindikana. Nikitoka kwa Gabriel na nikakuta na Gabriel, nisamee ndugu yangu, ni somo tu natoa. Nikakuta na wao humo na kuchanganya jina lako kwa kafuri. Nakwenda kufanya nini? Nakwenda kuchongea. Huyu mkuu aliyeko pale, Gabriel, nisamee, ni somo tu. Kiongozi anaweza akawa ama ni mzigo au akawa ni kifaa. Kiongozi anaweza akawa ni liability au anaweza akawa ni asset. Viongozi ambao ni liability hawataweza kazi hiyo. Mimi nitawachongea. Ikishindikana tena hapo kwa mkoa, sasa napanda mwisho wako utaishia hapo. Wako mzee, ule una watu kule, lakini na huyu naye naona amechanganyika nao.
nakuletea. Alafu wewe sasa ndio utajua jinsi ya kufika kwa mama, kwa maana huko siwezi kufika. Nakwambia hao wote hao unaona hapa ni mzigo. Kazi yangu kuchongea. Okay, sina madaraka na mamlaka pia ya kuchongea sina. Wewe ukiniuliza unafanya fanyaje, nitachongea. Na nimemwomba Mungu sana nisifike mahali nikaenda ngambambikiza mtu kitu. Mheshimiwa Bunge, nitakwenda kuchongea. Mkakati wangu ni kuchongea.